Hakuna msanii wa Singeli anayemfikia Dvoice. Yaani hakuna msanii wa Singeli Tanzania wa kumfananisha na Dvoice. Hakuna kabisa. Na kuhusu swala la kuipeleka Singeli kimataifa, naomba nikazie. Huenda majibu ya Dogo Pattern hamjaelewa. Dvoice ukimpa nafasi vizuri, ukamwambia fanya Singeli tu. Kuna wasanii wa Singeli mtawadharau sana hapa nchini. Mtawadharau vibaya sana. Kwa nini? Kwa sababu Dvoice Singeli ndo kitu chake. Dvoice ukimwambia kwa uandishi yani ni noma sana. Dvoice ukasema kwamba bwana meneja ambaye unamsimamia Dvoice tunataka aende kimataifa, yeye aseme tu anataka imbe na msanii gani, tutaifanyia kazi hiyo. Yani anaweza kaiwakilisha Singeli kimataifa kuliko hata Simba. Kwa sababu Simba ana nguvu ya kimataifa, ila Singeli haiwezei kama Dvoice. Lakini ukimpa mistari, yani akakamata vizuri, anajua kunyoosha. Dvoice anajua kila aina ya kona za Singeli. Sawa? Kuna muda mimi nakuwa na washangaa mnavosharadia sijui Dula Makabila ni wakawaida sana. Wakawaida sana. Sijajua ni nini kinafanya mpaka watangazaji wakubwa kuna muda wanaanza kushadadia Dula Makabila kwamba huyu ni noma. Dula Makabila ana aina yake ya kutengeneza visa kwenye wimbo. Yani kutengeneza visa yuko vizuri. Lakini tukisema tuanze kuangalia kitu kimoja kimoja, Dvoice anamwacha parefu sana Dula Makabila. Kwa sababu muziki sio kutengeneza tu kisa cha wimbo. Muziki kuna vitu vingi. Ukiachana na producer, sawa? Wewe mwenyewe msanii. Yani hivyo visa uandishi ni kitu kingine, melody ni kitu kingine. Yani ni vitu vingi sana. Ambapo sasa tukisema tuchague kitu kimoja kimoja, Dula Makabila anaachwa mbali sana. Dula ana ubunifu wa kupangilia visa. Yani anaweza akachukua kisa akakitengeneza kuwa wimbo. Yani tukio linabadilishwa kuwa wimbo. Sawa? Hicho ndo anachokijua. Hicho yani hana mpinzani. Ila ukisema kimataifa, Dula hana hizo njia za kuifikisha Singeli kimataifa. Tukisema tuwakabidhi Dula Makabila na Dvoice Singeli, Dula anaachwa parefu, kwa sababu Dula anayefanya mziki sasa hivi, Dula Makabila anayefanya mziki sasa hivi ni Dula yule wa ratiba zile. Nikiwaambia sasa hivi hapa kwamba Dula Makabila katoa hit ngapi za Singeli, nyewe wenyewe mnakuwa mashahidi. Ni hit ngapi kaziachia Dula Makabila za Singeli? Ukiacha ule aliyomwimbiaga alimuimba Manala, ilikuwa bonge moja la hit song. Yani ule umehit. Upi mwingine hata huu wa juzi huu hapa sasa hivi, kuna watu hapa tukisema tuwaulize mnaujua wimbo aliowaachia Dula Makabila juzi, hawaujui. Na kama wameusikia watuambie mistari mitatu. Hakuna, ni wachache sana. Tunavyokuwa tunasema hit song, kuna muda mtu hasikilizi aina ya muziki wako, lakini hiyo siku inamlazimu ausikilize kwa sababu yani unasumbua. Sawa? Dvoice hapa juzi kati hapa kuna wimbo aliuachia, yani ni wimbo yani simple, yani ni wimbo wa kawaida, lakini angalia namna ulivyokuwa na trend. Kwa nini? Kwa sababu ana namna yake ya upigaji, yani kuna namna. Jamani, yani mimi nawaambiaga kila siku, ingekuwa uwezo wangu mimi ningesema tuongee na bosi Simba, sawa? Ampe mwaka mmoja Dvoice. Huo mwaka amruhusu Dvoice apige Singeli. Yani Dvoice apangiwe ratiba ya Singeli. Show nyingi sana zitachukuliwa na Dvoice. Show nyingi sana zitachukuliwa na Dvoice. Hela nyingi itachukuliwa na Dvoice. Yani mnaikosea sana tasnia ya Singeli mnapokuwa mnasema kwamba Dula Makabila anaweza kaifikisha Singeli kimataifa, au Dula Makabila ni mkubwa, yani anaimba kuliko Dvoice. Dula Makabila ni mkubwa kwenye Singeli. Dula Makabila tunaweza tukasema ni moja kati ya wasanii wakubwa kwenye Singeli.
lakini sio kwamba wanajua kuimba singeli kuliko Dvoice. Kuna vitu vingi vya kuongea kuhusu singeli. Sawa? Kama mnatamani tuvielezee zaidi, kuna muda muwe mnasema bwana tuelezee zaidi. Tuanze kuchambua kimoja baada ya kingine.